ya Juni 20 mwaka 2025. Hujambo msikilizaji, na huu ni wasaa mseto leo, na kwanza tunaanza na makala ya duru zetu alasiri inayokuletea dakika 30 za habari, uchambuzi, uchumi na biashara, bila kusahau michezo na burudani. Huko nami Amina Deogratias Semagogwa. Tulionayo alasiri ya leo. Wadau wa maendeleo mkoani Kagera watakiwa kujenga tabia ya kuwatembelea na kuwasaidia wafungwa magerezani. Dr. Samia Suluhu Hassan awataka wananchi jijini Mwanza kulipia bili za maji kwa wakati. Na serikali ya Israeli imeitisha kumua kiongozi mkuu wa Irani wakati nchi hizo mbili zikiendelea kushambuliana na kusababisha vifo na uharibifu wa mali. Tuma maoni yako kwa taarifa utakazozisikia katika makala hii kupitia nambari yetu ya 0692573615 ukituelezea nini maoni yako juu ya taarifa hizi, na ujumbe wako nitausoma hapo baadaye. Tunaanza na taarifa ya habari ikisomwa kwako na Albert Andrew Kavano. Karibu. Asante Amina, na kwanza ni habari za kitaifa. Wadau wa maendeleo na jamii ya mkoa wa Kagera wametakiwa kujenga tabia ya kuwatembelea na kuwasaidia wafungwa magerezani kama sehemu ya wahitaji. Mkuu wa gereza la kilimo la Rwamumba amesema hayo wakati akipokea vifaa vya ujenzi vyenye thamani ya shilingi milioni 1.3 kutoka kwa mbunge wa jimbo la Bukoba vijijini Jason Rweikiza kwa ajili ya ukarabati wa jiko la gereza hilo. Amesema kuwa watu walioko gerezani ni sehemu ya jamii na wanayo mahitaji ya msingi, na ikitegemea jamii, wadau na serikali kuyapata, ambapo hivyo na kuwaomba wajitokeze kuwasaidia. Mkuu wa wilaya aliguswa, alianza kutafuta ni wapi tunaweza tukapata msaada huo ili hao wenzetu nao waweze kuishi mazingira yaliyo safi na salama. Kwa wilaya ameweza kupata vifaa hivi kupitia kwa mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kushukuru kwa namna alivyoweza kujitoa na kutoa vifaa hivi kwa ajili ya kuboresha jiko la wafungwa. Na nitoe wito kwa watu wengine ambao wanania, kwa sababu kutoa ni moyo na sio utajiri. Wengine wenye nia ya kutoa nao waweze kujifunza kutoka kwa mheshimiwa mbunge. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Bukoba Erasto Sima amesema kuwa pamoja na wadau kuendelea kutoa msaada, serikali inaendelea kutatua baadhi ya changamoto zinazorikabili gereza hilo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wakazi wa jiji la Mwanza kulipia bili za maji kwa uendelevu wa miradi ya maji jijini humo. Dr. Samia amesema hayo leo wakati akizindua mradi wa maji Butimba jijini Mwanza wenye uwezo wa kuhudumia watu 400,000 kwa wakati mmoja, baada ya huduma hiyo kutotosheleza mahitaji kwa jamii hiyo. Dr. Samia amesema serikali inatumia gharama kubwa kutekeleza miradi ya maji, hivyo ni wajibu wa jamii kulipia bili za maji ili kuifanya matengenezo ya miradi hiyo inapoharibika ili iwe endelevu kwa kutoa huduma. Ninalotaka kusema sasa, wananchi tunakwenda kupata maji ya uhakika, maji safi na salama ya uhakika. Maji haya yana gharama kubwa, unahitaji uendelevu kupatikana kwake, na hivyo ni lazima wanaosimamia miradi hii ya maji wawe na fedha za kutosha kufanya marekebisho kila inapobidi ili maji yaendelee kupatikana. Ni watake wote wanaotumia maji haya kulipa bili zenu za maji, pamoja na kuwaasa watumishi wa Wizara ya Maji kutokubambika bili, lakini zile bili zinazoletwa za halali zilipwe. Aidha, wadau wa maendeleo ukiwemo ubalozi wa Ufaransa nchini Tanzania umesema wataendelea kuunga mkono Tanzania katika utekelezaji wa miradi na miundombinu ya maendeleo kwa wananchi. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko ametoa wito kwa nchi za Afrika kupewa uhuru wa kuzalisha nishati kwa kutumia rasilimali zilizopo ndani ya bara hilo. Dr. Biteko ametoa wito huo jana katika jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg,
linalofanyika nchini Urusi na kusisitiza kuwa Afrika inahitaji programu itakayosaidia kufikia dhamira yake ya kuondoa idadi kubwa ya watu ambao hawatumii nishati safi. Amesema Afrika ina vyanzo vingi vya kuzalisha nishati ikiwemo jua, maji na gesi asilia, na kwamba bara la Afrika halina uhuru wa kutumia makaa ya mawe licha kuwepo kwa kiwango kikubwa na kwa nchi kubwa duniani zinaweza kufanya hivyo. Kuhusu uhusiano kati ya Tanzania na Urusi, amesema Urusi inasaidia kubadilishana ujuzi na Tanzania katika mitaji na miradi nishati, ambapo Tanzania ipo na mpango wa kutumia makaa ya mawe kuzalisha takribani megawati 120 za umeme. Na sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Burundi amewaasa kutosahau mahali walipotoka ushindi wa chama cha CNDD-FDD katika uchaguzi wa bunge na madiwani, ukielezwa kuwa ni ishara ya kuipeleka Burundi katika uchumi wakati ifikapo mwaka 2040. Kauli hiyo imetolewa na rais wa Burundi General Evariste Ndayishimiye jana jioni katika kongamano la siku 3 mjini Gitega, iliyoandaliwa kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa miaka 5 aliyohudumu kama rais wa nchi hiyo. Rais Ndayishimiye amewataka viongozi wa sekta zote nchini, zikiwemo taasisi zisizokuwa za serikali, kutoa huduma bora kwa wananchi na kuhakikisha vitendo vya rushwa, ukiukwaji wa haki za binadamu, magendo na ukabila vinabaki kuwa ni hadithi katika utawala wake. Aidha, katika kongamano hilo, askofu wa Diocese ya Gitega Bonaventure Nahimana amesema kuwa ni wakati wa Burundi kuungana kuijenga nchi na kwamba Burundi haitajengwa na wageni bali Warundi wenyewe. Serikali ya Israel imetishia kumuua kiongozi mkuu wa Iran wakati nchi hizo mbili zikiendelea kushambuliana kwa mashambulizi makali na kusababisha vifo na uharibifu wa mali. Takriban watu 240 wamejeruhiwa na uharibifu mkubwa umefanyika katika miji ya Tel Aviv nchini Israeli, na Israeli ilifanya mashambulio kadhaa ya anga mjini Tehran na maeneo mengine ya Iran. Vyombo vya habari vya Iran vimesema ndege za Israel zilishambulia kinu kikubwa cha utafiti wa maji cha Kondab. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amelaumu kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei na ameamuru majeshi ya Israel kumuua kiongozi huyo ili kufanikisha malengo ya Israel. Rais Donald Trump wa Marekani amesema ataamua iwapo Marekani itajiunga na Israeli katika hatua za kijeshi dhidi ya Irani muda wote ndani ya kipindi cha wiki 2 zijazo. Wazua. Msikilizaji, usilaumu kwa unayopitia mahali ulipo. Ni sahihi. Mengine Mungu anaruhusu ili kujitwalia utukufu. Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, TikTok na X at Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu ya radiokwizera.co.tz. Saa 2 kamili za usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Albert Andrew Kavano, na unaendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu la Siri kutoka Radio Kwizera FM. Na ukumbusha kutembelea kurasa zetu za Instagram, TikTok na X at Radio Kwizera FM na YouTube at Kwizera TV. Pia unaweza kuendelea kutoa maoni yako ukichangia taarifa hizi kupitia nambari yetu ya 0692573615 na ujumbe wako utasomwa hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza Duru Zetu la Siri, habari kuu leo hii. Wadau wa maendeleo mkoani Kagera watakiwa kujenga tabia ya kuwatembelea na kuwasaidia wafungwa magerezani. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan awataka wananchi jijini Mwanza kulipia bili za maji kwa wakati. Na serikali ya Israeli imeitisha kumuua kiongozi mkuu wa Iran wakati nchi hizo mbili zikiendelea kushambuliana na kusababisha vifo na uharibifu wa mali.
Ikiwa tayari ni saa 10 na dakika 10 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambao ni sawa na saa 9 na dakika 10 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Radio Kwizera FM ambayo inakutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa habari zetu. Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi ametimiza miaka 5 madarakani tangu achukue uongozi wa taifa hilo la Afrika Mashariki mnamo Juni 2020 kufuatia kifo cha ghafla cha mtangulizi wake Pierre Nkurunziza. Akiingia madarakani katika kipindi kigumu kilichogubikwa na taharuki ya kisiasa na msukosuko wa kiuchumi, Ndayishimiye aliahidi mageuzi ya kisiasa, kuimarisha utawala wa sheria na kufungua ukurasa mpya wa mahusiano ya Burundi na jumuiya ya kimataifa. Katika kipindi hicho, Burundi imejitahidi kurejesha uhusiano na mashirika ya kimataifa baada ya miaka ya kutengwa, huku baadhi ya taasisi za misaada na wafadhili wakianza kurejea nchini humo kwa tahadhari. Serikali ya Ndayishimiye pia ilianzisha kampeni dhidi ya rushwa na kuonyesha ishara ya kulenga utawala bora, ingawa hatua hizo zimekuwa zikikabiliwa na ukosoaji kuhusu utekelezaji wake wa kina. Nimezungumza na Bwana Rogers Edward Mbonimpa ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ambapo nimeanza kwa kumuuliza, je, mafanikio gani makubwa ambayo yanaweza kuhusishwa na utawala wa Rais Ndayishimiye katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, hasa katika nyanja za kiuchumi na usimamizi wa rasilimali za taifa la Burundi? Katika kipindi cha miaka 5 itakumbukwa kwamba jumuiya ya nchi za Ulaya iliwekea Jamhuri ya Burundi vikwazo kutokana na mgogoro uliokuwepo wa jaribio la mapinduzi dhidi ya Rais Nkurunziza mwaka 2015. Kwa hiyo na toka mwaka 2015 mpaka 2020 Burundi iliendelea kuwa katika vikwazo hivi vya kiuchumi. Lakini alipoingia Ndayishimiye, kutokana na watu wake na jitihada za kidiplomasia, Umoja wa Ulaya uliweza kuondoa vikwazo hivi. Kwa kwanza ni wazi kwamba Burundi imefunguliwa kiuchumi kwa maana ya kuondolewa katika lindi la vikwazo. Lakini pili, Rais Ndayishimiye ameendelea kuchukua hatua mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupambana na rushwa ndani ya serikali. Ziko hatua kadha ambazo zimechukuliwa, lakini pia kuvutia uwekezaji na utalii, kualika nchi mbalimbali na kuifungua nchi kwa jumla, kwa maana hiyo kuifanya Burundi wawekezaji pia kuitembelea. Kwa hiyo ziko hatua zinaendelea kupigwa za kimaendeleo chini ya utawala wa Rais Ndayishimiye. Lakini tukiangalia katika muktadha wa kikanda, Burundi inaonekana bado kuwa nyuma kiuchumi ikilinganishwa na majirani zake kama Rwanda na Tanzania. Je, ni vikwazo gani vinavyozuia Burundi kufikia ukuaji wa kasi wa uchumi kama mataifa hayo ya jirani? Hali inayopelekea Burundi kutokukua kwa kasi pamoja na mambo mengine inatokana na sababu za kihistoria. Utakumbuka kwamba kwa mfano Jamhuri ya Rwanda, baada ya vita vya tuseme kuanzia mwaka 95 mpaka 96, tayari Rwanda ilikuwa na serikali ambayo imekuwa thabiti na imeendelea kuwa hivyo wakati wote. Lakini Burundi kwa miaka yote kumekuwa na machafuko na kumekuwa na vita za mara kwa mara, lakini utawala thabiti unaweza kusema ulianza mwaka 2005 baada ya chama cha Rais Ndayishimiye kwa maana ya CNDD-FDD kuingia madarakani. Burundi ikawa tulivu na imeendelea kuwa tulivu mpaka leo. Sasa ukitizama mwaka 2005 ndio ilianza kupiga hatua za kimaendeleo katika mazingira ya utulivu, wakati Rwanda tayari mwaka 96 tayari ilikuwa imekwisha kuwa utawala ambao ni thabiti. Ukija Tanzania haijui vita kwa miaka yote, sio cha amani, nchi ambayo ni tulivu, imeendelea kufanya michakato mbalimbali ya kimaendeleo pasipo na bughudha. Kwa hiyo ni sahihi kwa mazingira Burundi kuwa nyuma ukilinganisha na hao wenzie, lakini Burundi inaendelea kuchukua hatua na katika miaka ya baadaye itaweza kupiga hatua nzuri, kwa sababu sasa imetulia na hakuna sababu za kuifanya ishinde kuchukua hatua za kiuchumi kwa ajili ya kujiendeleza. Tunaangazia miaka 5 ya Rais Ndayishimiye madarakani. Sasa tuangalie, kumekuwa na juhudi zozote za kuvutia wawekezaji wa ndani na wa nje, na je, mazingira ya uwekezaji nchini Burundi ni rafiki kwa maendeleo na sekta binafsi? Ni kweli kumekuwa na jitihada za kupokea wawekezaji. Burundi imeendelea kualika wawekezaji wengi wa kigeni. Kwa mfano hata Tanzania ambao wanawekeza Burundi wapo, lakini pia
wawekezaji kutoka Kenya wapo nchini Burundi. Burundi imealika wawekezaji kutoka nchi ya China. China ni mbia mkubwa sana wa Burundi. Yako mataifa ya Kiarabu ambao yamewekeza. Kwa hiyo jitihada zipo, lakini kama ambavyo inafahamika kwamba ni taifa ambalo lilikuwa likigubikwa na changamoto kadha wa kadha kwa miaka mingi, basi kurekebisha mifumo si jambo ambalo linaweza likawa ni jambo la umoja au majuma kadhaa tu. Ni jambo ambalo linachukua mchakato. Kwa kutamatisha, tuangalie hii kauli ambayo Rais Ndayishimiye amekuwa akizungumza mara kwa mara kwamba wanaoidharau Burundi wajiangalie. Inamaanisha nini kwa muktadha wa mahusiano ya kimataifa na taswira ya Burundi katika kanda ya Afrika Mashariki? Ujumbe wa wazi kuonesha kwamba kama rais na amiri jeshi mkuu amejizatiti kulinda nchi na Warundi kwa ujumla. Na huyo ni Rogers Edward Mbonimpa ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Wakati nikizungumza naye, tunasonga mbele na uchambuzi yakinifu wa habari zetu. Na sasa tuelekee huko DRC ambapo mtu mmoja amefariki na wengine 6 kunusurika baada ya kuangukiwa na kifusi cha udongo kwenye machimbo ya dhahabu ya Nyange, sekta ya Nganja, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Kiongozi wa kijiji cha Nyange ameshauri wachimbaji wa dhahabu wadogo kuepuka kuchimba madini kimagendo hasa nyakati za usiku ili kuepuka maafa ambayo yanaweza kujitokeza. Mwenzangu Lokendo Tenchi amezungumza na mkuu kiongozi wa kijiji cha Nyange, Bwana Fisi Nyange, ambaye ameanza kwa kumuuliza nini kimesababisha hadi wachimbaji hao kuangukiwa na kifusi. Ni kusema ni fasi yenyewe ilikuwa inatumika watu wa societe ala China. Sasa washamaliza kutumika. Hivyo hao wachimbaji wadogo wanakuwa na tabia ya China, wakishatoka ndio wanakia wanaanza kuchimba pale. Sasa mkuchimba bahati mbaya alikuwa anachimba usiku, ndio wakamkiwa na Ebola. Ile Ebola maafa ilikuwa ni ya watu 7, kwa watu 7 kulikufa mtu mmoja na wa 6 wako hospitalize. Mbale wa 6 wako hospitalize ku hospitali ya Leta. Mamwa bawili bashakimbia, 3 bashakimbia, kuna wakia moja na wale wengine bawili beko ku dispensaire za privé. Hebu tuambie nini hasa chanzo cha mmomonyoko huo wa ardhi hasa kwenye maeneo hayo ya wachimba madini wadogo? Mmomonyoko ni inatokana na uchimbaji mbaya. Sona bo bashino beko na manje walikuwa bacha. Sasa bale ba crezer ole ya kusema batoshe kwa budongo juu bakaanza kupenda kuingia chini. Huko tu wanataka mikongo sasa kuingia na pesa kama matinel suko kama matinel la vile. Kwa sababu nani bashino walikuwa wanatosha kwa budongo wote. Na bo kama wangetia kutosha udongo wote labda ile hali yangesikika. Je, kuna uchunguzi ambao mmeendesha pamoja na vitengo vya serikali ili kuweza kunusuru watu hao? Hiyo tulikuwa obligé kupeleka ma service technique kule telke SAMAP, mine na polisi na cooperative na societe civile baenda kufanya uchunguzi na ikabainika hivyo, lakini ilionekana tena zile service technique telke SAMAP, cooperative na mine na societe civile watakala tena chini kurki wale mipango ambayo inaweza kuchukuliwe kurki ile maafa kama ile siendelee. Na tunajua intervention tujue na kiaza nyuma ina wakati napiga ule kama alifunikiwa sana na ilikuwa ni kuki ya kabambi sana, basi aveke mabeshi yetu walitosha wale wa mwando wakanusurika, ule mwa ukuta ameshafariki. Ushauri wako ni upi kama kiongozi wa shirika la raia hasa kwa wachimbaji wadogo wa madini maeneo haya ya sekta ya Nganja? Mimi nashukuru sana kwa journaliste. Ni labda ningeshauria kwa vijana, na kwanza ule uchimbaji wa usiku sio mzuri. Na kama wanapenda kwenda kuchimba fasi ambayo Washino wameacha, bora kwa wanajikaza, watumike hata siku nyingi wanatosha ule udongo na wanafika kumchanga. Ule ya kuingia chini ya udongo matinele, ile vraiment tunaweza tukapata maafa zingine tena kesho au kesho yake. Ni sauti ya kiongozi mkuu wa kijiji cha Nyange, Bwana Fizi Nyange, wakati akizungumza na mwanahabari wetu Lokendo Tenchi aliyeko kule mashariki mwa DRC. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu Alasiri, na sasa ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara. Na hapa tunaanza na taarifa kuwa serikali imesema biashara ya kaboni nchini imeanza kuzaa matunda kwa wananchi kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma leo
Naibu Waziri Muungano na Mazingira Hamisi Hamisi amesema tayari halmashauri 10 nchini zimeshalipwa bilioni 45 kutokana na biashara hiyo, na nchi zaidi ya 8 zimeshiriki katika kongamano la ujuzi ambalo limeandaliwa na Chama cha Waajiri Tanzania, ikiwa na lengo la kuwapatia vijana ujuzi kama moja ya njia za kusaidia kupunguza changamoto za ajira kwao. Ni hayo tu katika duru uchumi na biashara kwa siku ya leo. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa duru michezoni na Marco BP. Karibu Marco. Asante, bila shaka unaendelea poa. Naendelea poa kabisa, karibu. Asante, nayo machache kukufahamisha kuhusiana na michezo, na kubwa zaidi bwana ni mechi ambazo zinaendelea za kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu. Kuna mechi ambazo zimechezwa katika kundi B, ambapo naona hapa Seattle Sounders wamecheza na Atletico Madrid, lakini PSG nao wamecheza na Botafogo, na katika mchezo hiyo PSG alipoteza kwa kufungwa bao moja na Botafogo RG, lakini pia kwa upande wa Atletico Madrid na wao pia wameshinda bao 3-1 katika mchezo huo na Seattle Sounders. Lakini wakati hayo yakiendelea, kuna michezo ambayo ilitakiwa kuwepo lakini imeahirishwa, ambayo ni katika kundi D, na hapa Leon walikuwa wacheza na Esperance de Tunis, lakini Flamengo walikuwa wao watacheza saa 3 kamili usiku. Flamengo watacheza na Chelsea. Sawa bana, hiyo ni kwa upande wa michuano hii ambayo inaendelea. Na mengine ambayo itakuwa jambo jema kama nikikufahamisha ni kuhusiana na mechi za kirafiki ambazo zinaendelea. OB watakuwa kucheza na Azbijeb. Sawa bana, huu mchezo utapigwa majira ya saa 12 za jioni. Ni mechi za kirafiki hizi na itapigwa kule nchini Denmark. Kwa hiyo ni miongoni mwa taarifa ambazo ni muhimu sana kuzifahamu. Wakati huo kunaendelea zile kampeni za kumpata kiongozi katika uchaguzi wa TFF. Kwa hiyo kuna wale ambao wamekwisha weka majina yao, akiwepo pia Ali Mayai, na yeye anautaka uraisi wa TFF kwa hapa kwetu Tanzania, lakini pia tutaendelea kujua mengi zaidi kadri ambavyo mambo yatazidi kusonga mbele. Okay, nikushukuru sana Marco. Asante Amina. Asante. Na kwa taarifa hizo za kimichezo, msikilizaji, napata wasaa wa kutazama ujumbe wako ambao umetutumia ukichangia taarifa zetu. Anaitwa Lucas Manilakiza, yuko pande za Kazingati Keza. Anasema pongezi kubwa kwa wadau hao wa maendeleo kwa msaada huo walioutoa kwa gereza hilo, na Mungu awabariki sana, amina. Lakini huyu hapa ni Leviriani, anatoka Jururigwe Ngara. Anasema enyi Israeli, hayo mapigano yataisha lini ili raia wawe na amani? Mbona mwaimwaga damu isiyokuwa na hatia? Mungu, naomba uje ukaamue hii vita vilivyo duniani. Anasema Haraka 2025 amua kismati, na tuko pamoja dada Amina. Anaitwa Elia Adliani, yupo Biharamulo Katahoka. Anasema Wanakagera, tupendane, tuwapende wazee wetu walioko magerezani, maana hata wao hawakujua kama watakuja kuitwa huko magerezani. Ujumbe, tuwapende maana jela halina adabu, leo kwangu kesho kwako. Yusufu Steven anatoka Juruligwa Kabanga Ngara, Kagera, Tanzania.
yanasema kwamba asante sana Radio Kwizera FM kwa kutujuza habari kemkem. Lakini huyu hapa ni Danford Daudi, anatoka Ruganzo, kata ya Kibimba. Kiukweli duru zetu alasiri tunaendelea kuwashukuru sana kwa kutupatia habari za ndani na nje ya nchi, maana wengi tumeelimika kupitia vyombo vya habari kama Radio Kwizera FM. Basi nikutakieni mchana ulio mwema. Ndivyo anavyomaliza kwa kusema. Lakini kizidi kusonga mbele na kutana ujumbe wa kwake, anaitwa Mtambazi Melinga wa Kanyinya Ngara, anasema jamani wakazi wa Mwanza na wasihi mchangie bili za maji, ni manufaa yenu nyie watumiaji. Na Maraika Clement yuko zake Kazingati Keza, anasema Iran na Israel kaeni meza moja kuepusha mvutano. Na kwa ujumbe huo nakamilisha makala hii ya duru zetu alasiri. Nikukumbushe tu machache kati ya yale ambayo tulikuwa nayo kwa siku ya leo. Wadau wa maendeleo mkoani Kagera watakiwa kujenga tabia ya kuwatembelea na kuwasaidia wafungwa magerezani. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan awataka wananchi jijini Mwanza kulipia bili za maji kwa wakati. Na serikali ya Israeli imetishia kumuua kiongozi mkuu wa Iran wakati nchi hizo mbili zikiendelea kushambuliana na kusababisha vifo na uharibifu wa mali. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa makala hii ya duru zetu alasiri. Kwa niaba ya Albert Andrew Kavano aliyekusomea taarifa ya habari pamoja na wote waliosikika, mimi ni Amina Deogratias Semagogo, nasema asante kwa kuwa nami na kutakia alasiri njema. Naendelea kusikiliza Mseto Leo.